Kitabu cha Marko mlango wa 5. Nataka tusome huo mstari wa 7 tu. Maandiko yasema hivi: akapiga kelele kwa sauti kuu akisema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapisha kwa Mungu usinitese. Yule pepo baada ya kuwa amemuona Yesu na akafika karibu na Yesu, maandiko yasema kwamba akapiga magoti akamsujudia. Namba 2, akaanza kumuongelesha Yesu akiwa amemsujudia. Anamwambia hivi, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu. Anamwambia na kuapisha kwa Mungu aliye juu sana. Kumbe mapepo yanaelewa kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna levels tofauti tofauti, ambazo hizo levels kama mwanadamu haujafika level ya kupigana kwenye hiyo level, mapepo yanaweza kujaraza vibaya sana kama hauna uelewa wa kutosha wa kupigana kwenye hiyo level. Maana maandiko yanasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kama hujafika kwenye hiyo level ukapata maarifa kwenye ile level, mashetani yatakutesa bila shaka. Kuna mtu ambaye atakufa kama hajapigana na falme. Maana kwenye maisha yako hakuna wakati utakuwa mfalme, hakuna siku utakuwa kiongozi mahali popote. Kwa hivyo kwenye ile level, kama mtu akikuhusisha mwanze kupigana vita kwenye hiyo level, maana hauna uelewa, ni bila shaka utashindwa. Paulo anasema kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 6:12 pale, anasema kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Hizo ni levels tofauti. Kila level ambao kama mwanadamu unapanda katika ulimwengu wa kiroho, hiyo levels inakuanga na new devils, inakuanga na maroho za kishetani mapya, ambao kama utajifundisha ama ukapanda juu ya hiyo level ya hizo mashetani, ujue kwamba utacharazwa kwenye hiyo level vibaya sana. Yale mapepo yakajua kwamba Yesu ni Mungu, lakini pia ni mwana wa Mungu, maana amezaliwa akaingia kwenye dunia hii. Akazaliwa kwenye hii dunia kama mwana wa Mungu, lakini akiwa mbinguni ni Mungu. Kwa hivyo akiwa hapa duniani wakajua kama huyu tukimwapisha kwa jina la Mungu aliye juu, ina maana kwamba atatii. Sasa kuna swali unafaa kujiuliza hapa. Ina maana kwamba mapepo kama yakituapisha kwa jina la Mungu aliye juu, tunafaa tutii, tunafaa tuwasikilize? Hapo ndio kuna swali. Maana kuna watu ambao hatanielewa. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu alikubali kile ambacho kiliongewa na mashetani, lakini hakukubali kile ambacho alikubali kile ambacho, alifanya kile ambacho mashetani alisema, lakini hakukubaliana nacho. Bado naendelea kukuchanganya, hujanielewa. Yesu kwa nini alipoapishwa na wale mashetani kwa jina ama kwa Mungu aliye juu sana, hakuyatesa wale mashetani, hakuyaadhibu, na alitii kile ambacho yalimwambia kwamba tufukuzie tuende kwa wale nguruwe? Kwa nini Yesu aliwafukuzia? Alifuata kile ambacho yale mashetani yalikisema. Kuna sababu 3 ambazo unafaa kuzielewa. Jambo la kwanza, Yesu alikubali yale mashetani yasitoke kwenye ule mji, kwa sababu Yesu hakuwa mtu sahihi wa kuyang'oa yale mashetani kwenye ule mji. Lakini mtu aliyekuwa sahihi wa kuang'oa yale mashetani kwenye ule mji ni huyu kijana ambaye alikuwa amepagawa na mashetani. Tusome kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 49 na mstari wa 19. Maandiko yanasema, Gadi jeshi litakusonga, lakini mwisho wa siku utawasonga mpaka kisingino. Huyu ni Yakobo alipowaita wanaye ili awabariki. Alifika kwa mtoto mmoja anaitwa Gadi, na Gadi ilikuwa ni taifa ambayo ilipewa kipande wakati ule
wana wa Israeli walikuwa wanakatiwa vipande walipofika kwenye nchi ya Kanaani, na walipokatiwa vipande zao walienda kukaa katika upande wa Gerasa. Kwa hivyo wakaanza kuitwa Wagerasi. Kwa hivyo huyu kijana naye Yesu akajaribu kuangalia hii neno ambayo Yakobo aliitamka, akasema ya kwamba jeshi litakusoga Gadi, lakini utawasonga mpaka kisingino. Mbona hii neno bado haijatimizwa na mtumishi wa Mungu yeyote? Mbona hii neno haijatimia? Akajua wacha niende niitimize, kwa sababu wakati wa kutimia umefika. Yesu akafuka akaenda kwa Wagerasi. Alipofika kule akampata yule kijana ambaye alikuwa anatamkiwa yale maneno na nani? Na Yakobo. Ujue maandiko yanasema mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu halitapita bure. Maandiko yanasema kama vile mvua ishukavyo toka mbinguni ikampa yeye alaye chakula, na anayepanda akapewa mbegu, ndivyo lilivyo neno la Mungu litokalo katika kinywa chake. Maana alitapita bure, litatimiza jambo lile alilolituma kutekeleza. Yesu akajua kwamba kuna maneno ambayo litamkwa miaka mingi na Yakobo na bado hayajatimia. Yule kijana bado anakaa kwenye kifungo, hajatimiziwa maneno yale ambayo yalikuwa ametamkwa. Maana Yakobo alikuwa amemwambia Gadi, jeshi litakusonga, lakini mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio utawasonga au jeshi mpaka kisingino. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yule mtu ambaye alikuwa sahihi alifaa kupigana yale mashetani alikuwa ni huyu kijana ambaye alikuwa ametoka kwa Wagerasa. Ndiye alifaa kuwaondosha wale mashetani na sio Yesu. Ujue ukisoma kwenye maandiko yako vizuri kwenye kile kitabu cha Zaburi 138 na mstari wa 2, maandiko yanasema kwamba Mungu analiheshimisha neno lake kuliko jina lake. Mungu anaheshimu neno lake kuliko vile ambavyo anaheshimu hata jina lake. Kwa hivyo ukiweka jina la Yesu Kristo hapa na ukaweka neno la Mungu hapa, ujue kwamba jina la Yesu alifui dafu kwa neno la Mungu. Neno la Mungu litabakia kuwa juu tu kuliko jina. Ndio maana Yesu kabla hajapewa jina la Yesu alikuwa anaitwa Neno. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo Yesu kabla hajapewa jina la Yesu alikuwa anaitwa Neno. Kwa hivyo neno lina nguvu zaidi kuliko jina. Kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 2, Mungu analiheshimu neno lake kuliko jina lake. Sasa Yesu akaangalia akaona kwamba kuna neno ambalo litamkwa na Yakobo na bado hiyo neno haijatimia. Namba 2, Yesu akajua kwamba yule anafaa kutimiza ile neno ni huyu kijana ambaye ametokea kwenye taifa la Wagadi, ndiye anafaa kulitimiza hilo neno. Lakini huyu kijana anakaa makaburini, amefungwa. Maisha yake amekuwa akijikatakata, akiteseka kule makaburini. Ikabidi Yesu akaenda kumfungua. Ndio maana utaona yale mapepo yanajaribu kumwambia Yesu na kuapisha kwa jina la Mungu aliye juu. Yanamuuliza, tuna nini? Ile neno tuna nini ewe Yesu mwana wa Mungu, tuna nini? Yale mapepo yalikuwa na maana kwamba sisi hatufai kuingiliana, sisi kati yako Yesu na sisi hakufai kuwa na uhusiano wote. Yule ambaye anafaa kutorosha ni huyu kijana, na sasa tumeshamkamata. Ndio maana yale maneno yale mapepo anasema tuna nini ewe Yesu mwana wa Mungu, tuna nini na wewe? Yalikuwa anamaanisha kwamba hakuna mahali tunafaa kuingiliana. Hatufai kuwa na jambo na wewe Yesu. Yule mtu ambaye tuko na jambo na yeye ni huyu ambaye tumemfunga, tumemweka jeshi, tumeweka mapepo ndani yake, tumemfunga kwenye makaburi. Ndio maana unaona Yesu alipoyatoa yale mapepo hakuyapeleka mbali na mji, hakuyapeleka mbali na ile nchi, aliyabakisha pale, maana mtu wa kuyasonga mpaka kisingino alikuwa ni huyu kijana. Hiyo ni sababu ya kwanza kwa nini Yesu hakuyaadhibu yale mashetani. Lakini pia jambo la pili, Yesu alikuwa anataka kutufundisha kuhusiana na mamlaka.
Alikuwa anataka tujue kwamba kwenye kila level ambao huko kuna mamlaka nyingine ambayo iko juu ambayo unafaa kuiheshimu kama ni ya Mungu.